Ndugu waandishi wa habari, tumeitana kwa ajili ya kutoa taarifa kwa umma juu ya operesheni na misako ambayo imefanywa na Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe katika kipindi cha mwezi Mei 2025. Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe linaendelea kushirikiana na wananchi wa mkoa wa Njombe katika kutanzua uhalifu. Katika kipindi cha mwezi wa 5, jumla ya watuhumiwa 217 wamekamatwa pamoja na vitu mbalimbali. Vielelezo ambavyo vimekamatwa katika operesheni hiyo ni pamoja na pikipiki moja, TV aina tofauti 8, redio 6, spika 2, magodoro 8, kompyuta moja, simu mbalimbali 9, visumbuzi vya Azam 2, sukari kilo 40 aina ya Liof, soda katoni 22, chupa za Master, hii ni pombe 10, mitungi ya gesi 2, pamoja na nguo mbalimbali za ndani na mashine ya kuchania mbao moja aina ya Chenso. Aidha, Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe limefanikiwa kuwakamata watu wawili ambao ni Victor Simoni Nyangalima miaka 33 mkazi wa Kisiwani Mji Mwema, Agustino Charles Mgimba miaka 24 mkazi wa Melinze, wakiwa na vitu mbalimbali vinavyodhaniwa ni mali ya ambayo ni ya wizi, ambavyo ni simu smart 7, simu ndogo 2, chaji za simu 16, betri 3, power bank 1, USB 1, risiti feki 153, leseni ya biashara 1, makava ya simu aina mbalimbali 12, ambapo watuhumiwa hao wamekiri kuiba mali hizo sehemu tofauti ikiwemo mkoa wa Iringa pamoja na Dar es Salaam. Upelelezi wa shauri hili utakapokamilika, watuhumiwa hawa watafikishwa mahakamani. Sambamba na hilo, katika wilaya ya Wanging'ombe, Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe limemkamata mtu ambaye amefahamika kwa jina la Houston Fredi Mwangalilwe miaka 22 mkazi wa kijiji cha Ilembula, aliyekuwa ametoroka baada ya kufanya tukio la mauaji ya mtu ambaye amefahamika kwa jina la Andrew Hasbati Kayombo tarehe 2 mwezi wa 4 2025. Huyu bwana alimuita kwa njia ya simu marehemu tarehe 2 mwezi wa 4 2025 na kuweza kumuua kwa kazi ambayo alikuwa amepewa ya kufanya hivyo, na watuhumiwa wa awali tayari wameshafikishwa mahakamani, na tukimaliza kukamilisha upelelezi wa shauri hili, huyu mtuhumiwa na yeye atafikishwa mahakamani. Vile Jeshi la Polisi katika wilaya ya Ludewa limefanikiwa kumkamata Faraja Aidani Ngailo miaka 25 mkazi wa kijiji cha Muholo, akiwa na televisheni 2 na redio moja aina ya subwoofer ambazo amekiri kuziba sehemu tofauti katika kijiji cha Ludewa kata ya Mawengi, na upelelezi wa shauri hili utakapokuwa umekamilika, basi atafikishwa mahakamani. Kwa katika hatua nyingine, Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe katika kupambana na matukio ya kuvuka mipaka limefanikiwa kumkamata mtu ambaye amefahamika kwa jina la Fisha Mzumala miaka 31 mkulima wa nchi ya Malawi kwa kuwepo nchini na kufanya biashara ya uvuvi wa samaki katika ziwa Nyasa bila ya kuwa na kibali. Mtu huyu amekabidhiwa katika idara ya uhamiaji na wanaendelea na hatua zingine. Kwa upande wa usalama barabarani, Jeshi la Polisi kikosi cha usalama barabarani limeweza kuzuia makosa mbalimbali ya ajali kwa kutoa elimu kwa madereva, wamiliki wa vyombo vya moto, wananchi na maeneo ya shule, na kuweza kufanikiwa kupunguza makosa mbalimbali kwa kiasi kikubwa. Jumla madereva 5125 wamekamatwa kwa makosa mbalimbali, na walioandikiwa faini ni 5119. Waliofungiwa leseni ni 3 na waliopewa onyo ni 3. Kwa upande wa mafanikio ya kesi mbalimbali katika kipindi cha mwezi wa 5 katika mahakama za mkoa wa Njombe, Jeshi la Polisi limefanikiwa kuwafikisha mahakamani watuhumiwa 5 baada ya kupatikana na
hatia ya vifungo mbalimbali. Tarehe 29 mwezi wa 5 2025, Mahakama ya Wilaya ya Njombe iliwahukumu Meshaki Hamisi Nyenje, Noel Eriki Lutumo, Julius Marcus Mabena. Hawa watatu wamehukumiwa kifungo cha miaka 30 kwa tukio la unyang'anyi wa kutumia silaha, ambapo walipola bajaji pale Makambako na ilikamatiwa eneo la Nzenge hapa Njombe. Kwa hiyo wale watu wote watatu wamefungwa miaka 30 kwa kosa hilo. Lakini katika tukio hilo hilo kuna mtu mmoja ambaye amefahamika kwa jina la Toshi Onusula Dugange. Yeye katika kesi hii amehukumiwa miaka 5 kwa sababu huyu yeye alikuwa ni mpokeaji wa zile mali. Tarehe 12 mwezi wa 6 2024, katika mahakama ya mwanzo wa Ging'ombe ilimhukumu Abasi Luimiko Luliko, miaka 52, mkulima wa Ging'ombe, kifungo cha maisha jela kwa kosa la kubaka. Hii ni kesi namba 14258 ya 2025. Lakini tarehe 29 mwezi wa 5 2025, mahakama ya wilaya ya Njombe ilimhukumu mtu ambaye amefahamika kwa jina la William Julius Mwike, miaka 30 jela kwa kosa la kulawiti. Hii ni shauri namba 28192 ya mwaka 2025. Lakini tarehe 3 mwezi wa 6, katika mahakama ya mwanzo wa Ging'ombe ilimhukumu mtu ambaye amefahamika kwa jina la Levi Anthony Kiwolel, miaka 36, mkulima wa Ging'ombe, kifungo cha miezi 4 jela na kulipa faini kwa kosa la kupatikana na mali idhaniwayo ya wizi. Lakini mwisho tarehe 10 mwezi wa 6, katika mahakama ya mwanzo wa Ging'ombe ilimhukumu Jackton Godrav Nyunza, miaka 31, mkulima kwa vile kifungo cha miezi 10 kwa kosa la shambulio la kudhuru mwili. Hii ni kesi shauri namba 47 la mwaka 2025. Kwa jeshi la polisi mkoa wa Njombe linatoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Njombe kuacha tabia ya kujishughulisha na uhalifu. Badala yake wafanye shughuli halali ili kujipatia kipato, kwani jeshi la polisi mkoa wa Njombe halito sita kuchukua hatua kwa mtu yeyote atakayebainika kujihusisha na matukio ya uhalifu. Nafikiri jamani, leo niko short and clear. Nawashukuruni ambazo tunazifanya katika maeneo ambayo ni madereva wengi wamekuwa wakitenda makosa, hasa katika njia kuu zinazoingia na kutoka mkoa wa Njombe. Kwa makosa mengi yanakuwa ni yale ya spidi, tunakamata kwenye spidi, lakini vile vile tunakamata katika makosa ya madereva wengine kutokuwa na uhalali wa kuendesha magari, kwa maana kutokuwa na na leseni, lakini vile vile changamoto katika ubovu wa vyombo. Hao kuna tubebezi sana kwa kupitia kwa wakaguzi wetu wa magari. Yale magari yote ambayo yanaonekana kwamba ni mabovu, tunachukua hatua stahiki kwa hao madereva ili kuhakikisha kwamba safari katika kipindi hichi zote zinakuwa ziko salama.